Mabadilishano makali ya makombora yaliyoanza saa 5 usiku kwa saa za Israel yamesababisha vifo, uharibifu mkubwa wa miundombinu na vurugu kote katika eneo hilo. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Iran, nchi hiyo ilirusha takriban makombora 100 yaliyolenga miji mikuu ya Israel ikiwemo Tel Aviv na Haifa. Kituo cha Press TV cha Iran kilidai kuwa makombora na drone hizo zililenga vituo vya kijeshi ndani ya Israel, ingawa madai haya hayajathibitishwa rasmi. Vyombo vya habari vya Israel viliripoti urushaji huo wa saa 5 kwa saa za Israel na kusababisha jeshi la Israel kuchukua hatua za haraka za kujilinda. Kwa kujibu saa 5:11 kwa saa za Israel, Israel ilitangaza kuwa ilikuwa inazuia makombora ya Iran yaliyokuwa yakiingia, huku ikitekeleza mashambulizi ya anga kwa wakati mmoja dhidi ya malengo ya kijeshi mjini Tehran. Miongoni mwa shabaha zilizopigwa ni bohari ya mafuta ya Shahran kaskazini magharibi mwa Tehran na tanki la mafuta ndani ya mji huo. Picha kutoka eneo la tukio zilionyesha wingu kubwa la moshi mzito likipanda juu angani, huku moto ukiwaka na kuonekana maeneo mengi ya mji mkuu wa Iran. Mamlaka za Iran, kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, zilisema kuwa vikosi vya operesheni na uokoaji vilitumwa mara moja kuzima moto huo, na afisa mmoja alidai kuwa hali katika bohari hiyo ya mafuta ilikuwa inadhibitiwa. Madhara ya kibinadamu ya mashambulizi haya yamekuwa makubwa. Nchini Israel, huduma za dharura zimeripoti kuwa mwanamke mmoja wa miaka 20 amefariki dunia huko Galilaya Magharibi, huku wengine 7 wakijeruhiwa na kupelekwa hospitali. Karibu na Haifa kaskazini mwa Israel, madaktari wa dharura wameripoti majeruhi 5 zaidi kutokana na mashambulizi ya makombora ya Iran. Huko Tehran, juhudi zinaendelea kudhibiti moto katika kiwanda cha kusafisha mafuta, huku mamlaka za Iran zikiwa bado hazijatoa taarifa kuhusu vifo vya watu. Athari za mgogoro huu zimevuka mipaka ya mataifa haya mawili. Jordan, iliyopo kati ya Israel na Iran, imesitisha usafiri wa ndege za kiraia kupitia anga yake hadi taarifa nyingine itakapotolewa, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali nchi hiyo. Makombora na drone vilionekana vikivuka anga ya Jordan wakati wa mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran, huku kukiripotiwa ufyatuaji wa makombora ya kujihami mjini Amman. Redio ya jeshi la Israel, ikinukuu chanzo cha kijeshi, imeripoti kuwa taarifa za kijasusi zimebaini maandalizi ya urushaji zaidi wa makombora kutoka Tehran, ishara ya uwezekano wa kuongezeka zaidi kwa mgogoro huu. Mashambulizi haya ya haraka na ya kulipiza kisasi yameongeza hofu ya kuingia kwenye vita kubwa, huku majeshi ya mataifa yote yakiwa katika hali ya tahadhari na jumuiya ya kimataifa ikiendelea kufuatilia kwa karibu. Mabadilishano haya ya makombora yameibua hofu duniani kote, ambapo kuna wasiwasi kuwa mgogoro huu unaweza kuvuta mataifa mengine ya kikanda au kuvuruga miundombinu muhimu kama vile usambazaji wa nishati. Moto unaoendelea kuwaka Tehran na vifo vilivyotokea Israel vinaonyesha uzito wa hali hiyo, huku pande zote zikiwa hazionyeshi dalili za kutuliza mvutano huo.